Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua leo amejawa na simanzi na uoga baada ya kwenda kumtazama na kumfariji mbunge wa Juja George Koimburi baada ya kutekwa nyara hapo jana na leo kupatikana akiwa kwenye shamba la kahawa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa tafadhali kumbuka kusubscribe. Mbunge wa Juja George Koimburi anaripotiwa kuwa katika hali mahututi baada ya kudaiwa kulishwa kemikali hatari iliyosababisha kupooza kwa mishipa ya sauti, taarifa ambayo imetolewa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Taarifa hii imetolewa saa chache tu baada ya Koimburi kupatikana akiwa hoi katika shamba la kahawa la Kibichoi katika kaunti ya Kiambu kufuatia kutoweka kwake kwa muda wa saa 18. Gachagua alizungumza na wanahabari nje ya hospitali ya Karen jioni ya Jumatatu baada ya kumtembelea mbunge huyo ambaye kwa sasa hawezi kuzungumza na ni dhaifu sana kimwili. Alieleza kuwa Koimburi alipitia mateso makali kabla ya kuachwa katika hali ya kusikitisha, huku akieleza kuwa mateso hayo yalitekelezwa na watu wenye utaalamu wa hali ya juu waliotumwa na maafisa waandamizi wa serikali. Kwa mujibu wa Gachagua, madaktari waliomshughulikia Koimburi wamethibitisha kuwa alipata majeraha ya ndani ya mwili hasa kwenye misuli laini, jambo linaloashiria aina ya mateso yanayofanywa kitaalamu. Aidha, amedaiwa kuwa kemikali hiyo hatari ilimuingizwa kupitia njia ya hewa, hali iliyoathiri vibaya uwezo wake wa kuzungumza. Madaktari wanaendelea juhudi za kuokoa uwezo wake wa sauti, ingawa ameweka chini ya uangalizi maalum. Kisa hiki kinajiri wiki tu baada ya Gachagua mwenyewe kudai kuwa serikali ilikuwa na mpango wa kumdhuru kwa kutumia silaha za kibiolojia kwa lengo la kudhoofisha uwezo wake wa kiakili kwa kipindi cha miezi mitatu. Amedai kuwa alipokea taarifa za kijasusi kwa maafisa wa serikali walikuwa na maagizo ya kumalizana naye akiwa kwenye ibada katika kaunti ya Murang'a tarehe 18 Mei. Mbunge Koimburi alianza kupata matatizo Ijumaa Mei mwaka 2025 alipodai kulengwa na majaribio ya kukamatwa wakati alipokuwa akitoa misaada ya masomo kwa wanafunzi. Hata hivyo, wandani wake wanasema kuwa hakuwahi kuitwa au kupewa wito wowote kutoka kwa mahakama kabla ya kutoweka kwake. Tukio hilo lilizua taharuki kubwa miongoni mwa wakazi na wafuasi wake. Na katika mkutano huo na waandishi wa habari, Gachagua pia alidai kuwa viongozi wanaopinga serikali ya Kenya Kwanza wamepora walinzi wao rasmi, jambo linaloacha kwenye mazingira hatarishi. Aidha, ameitaka jumuiya ya kimataifa kuangazia kwa makini hali ya kisiasa nchini Kenya, akifananisha hali hiyo na matukio ya ukandamizaji dhidi ya wanaharakati nchini Tanzania. Hii ni tukio jingine linaloibua hofu kuhusu usalama wa viongozi wa upinzani nchini, huku madai ya matumizi ya nguvu, mateso ya siri na mbinu zisizo za kawaida dhidi ya wakosoaji wa serikali yakiongezeka. Hali ya mbunge Koimburi inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu yakitoa wito wa uchunguzi huru na kina kuhusu tukio hilo.